Shirika kubwa zaidi la ndege nchini Afrika Kusini, FlySafair, limepokea kwa mtazamo chanya mpango wa kununuliwa na kampuni ya uwekezaji ya Harith pamoja na washirika wake. FlySafair na Harith walitoa taarifa tofauti kuhusu makubaliano ya uuzaji na ununuzi yatakayolifanya shirika hilo kuingia chini ya umiliki mpya. Shirika hilo liliwahakikishia abiria na wafanyikazi kuwa shughuli zinaendelea kama kawaida na kwamba litaendelea kuendesha shughuli zake chini ya chapa, uongozi na mkakati wake wa sasa. Muamala uliopendekezwa unaonyesha imani katika biashara iliyojengwa juu ya nidhamu ya kiutendaji, nguvu kazi yenye kujitolea na mwelekeo wa kimkakati ulio wazi, hali inayoliweka FlySafair katika nafasi nzuri ya uendelevu wa muda mrefu, alisema msemaji wa FlySafair. Katika taarifa yake, Harith ilielezea FlySafair kama moja ya mashirika ya ndege yaliyofanikiwa zaidi na yanayokuwa kwa kasi nchini Afrika Kusini, na ikaeleza imani yake katika mfumo wake wa uendeshaji uliothibitishwa, timu imara ya usimamizi na matarajio ya ukuaji wa muda mrefu. Nia ni kuunga mkono FlySafair kama biashara yenye nidhamu na mafanikio kwa kudumisha mwendelezo chini ya uongozi wake wa sasa na kuimarisha zaidi mkakati wa Harith wa kujenga mtandao jumuishi wa usafiri. Kutoa mtaji wa muda mrefu wenye subira, Harith inaunga mkono mkakati wa sasa wa FlySafair kwa kuboresha unafuu wa gharama, uaminifu na muunganiko wa safari, alisema msemaji wa Harith. Aliongeza kuwa uwekezaji uliopendekezwa unaendana na mwelekeo wa sasa wa FlySafair na unaunga mkono dhamira shirika hilo ya kuendelea kuzingatia ubora wa kiutendaji na ukuaji endelevu. Harith na FlySafair zote zilithibitisha kuwa makubaliano hayo yanategemea idhini za kisheria kutoka kwa mamlaka husika, ikiwemo tume ya ushindani na mamlaka za anga zinazohusika. Harith ilisema kuwa muamala huo unafuatia mchakato wa muda mrefu wa kuondoka kwa baadhi ya wanahisa wa FlySafair ambao umekuwa ukizingatiwa kwa miaka kadhaa. Muda wa kukamilika kwa muamala huo unategemea kikamilifu michakato ya utoaji wa idhini itakayofuata.